Ili uone vitu visivyo vya kawaida, inabidi uanze kubadili matumizi ya kawaida. Huwezi ukabaki na ukawaida ukategemea sio ya kawaida. Kila kiungo kina ratiba yake ya kawaida, hususan ile milango ya fahamu, ikiwa na maana ulimi, macho, masikio, pua, ngozi, vyote vinahusika kuupa mwili taarifa kwa namna ya kipekee. Unaweza usione moto kwa macho, lakini kwa kugusa tu ukajua hapa nimegusa moto, maana ngozi imefanya kazi yake. Huwezi kushindwa kutambua barafu eti kisa tu macho yako hayaoni. Ngozi inaweza kukusaidia kutambua. Kawaida ya milango ya fahamu ni kujiongeza pale mlango mmoja wa fahamu unapofeli. Kila mlango wa fahamu unatumia uwezo wa ziada ili kuzidisha ubora wake pale mlango mwingine unapofeli katika majukumu yake. Kwa mfano, kipofu anapokosa macho, hisia zake zinaongezeka sana, hususan kupitia masikio. Anaweza kuwa faster sana kutambua sauti kuliko wewe unavyotambua sauti kwa haraka. Sometimes hata pua yake inakuwa ina uwezo wa kunasa harufu kwa kasi zaidi ama kwa wepesi zaidi kuliko wewe ambaye macho yako yanafanya kazi sawa sawa. Na yote ni milango ya fahamu inasaidiana ili kuwezesha kumwezesha mtu aweze kuishi vizuri. Mimi sio mtaalamu wa viungo vya mwili kibiolojia, lakini nataka kukuleta katika matumizi ya masikio katika kuona katika ulimwengu wa roho. Mimi naitwa Deogracius. Ipo hivi, kuna wakati ubongo unapokea maelezo kutoka kwenye milango ya fahamu kupitia uzoefu na mazoea yale ya awali. Mfano, kama uliwahi kujua sura ya kitu fulani, hata utakapokipapasa kwa kutumia mikono yako tu, utakuwa na uwezo kukigundua moja kwa moja kwamba hichi nilichokishika ndicho kitu kile kile. Ni kwa sababu uliwahi kuona kwa macho, lakini ubongo umebaki na maelezo ya muonekano wa kitu husika hata kama macho yamefeli. Biblia imeandikwa kwa lugha ya mifano. Wazee wa zamani hawakuona mabomu ya nyuklia, ila waliwahi kuona vimondo vikianguka. Sasa wakiwa katika hali ya maono, wanapokuwa katika hali ya roho kutokea ndani, wanapata ujumbe wa kuona nuclear bombs zinazokuja kutengenezwa miaka ijayo zinaanguka juu ya mataifa. Ubongo unajazia maelezo ya ile picha ya roho waliyoiona. Kwa hiyo ubongo unawaambia kwamba hicho unachokiona ni nyota ama vimondo vitaanguka siku za mwisho ama siku ambazo katika vizazi vinavyokuja, yani kizazi chetu hichi. Umeona? Hilo analoliona ama kulifikiri linachukuliwa linaandikwa katika vitabu, na sisi tunapokuja kuvisoma vile vitabu tunavibeba kama vilivyo bila kupambanua kwamba hawa watu waliona maono waliona vitu vya aina gani ama vitu ambavyo vipo kwenye mfumo gani. Kuona kwa masikio ni kubadili matumizi ya ukawaida. Kuona kwa masikio ni kubadili matumizi ya ukawaida. Muda mwingine vya kawaida huwa havijitoshelezi, lazima kukata rufaa, kuingia kwenye hali isiyokuwa ya kawaida, na hapa ndipo mchakato wa kubadili asili unapoanza. Kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 13, Biblia inasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia, chorea mstari, atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Yesu anasema hivi, Roho atakachokisikia, sio Roho atakachokiona, ila ni atakachokisikia. Just imagine, wahi kusikia. Karibu katika ulimwengu wa roho. Tukiwa rohoni hatutumii macho tena, huko tunatumia masikio. Ndio maana tukija kuviona kwa macho tunabaki tunashangaa, kumbe ndo hichi. Kuona kupitia masikio ni kupata sauti kutokea ndani ya masikio. Wengi tumezoea ili tusikie sauti za watu ama sauti za vitu, ni lazima sauti ianzie nje ya masikio kisha ije ndani ikutane na ngome ya masikio, lakini sio rohoni. Nikiwa natembea sokoni nasikia sauti ambayo wewe huisikii, sababu inakuwa kwa ndani ya masikio yangu. Mungu anaweza kutumia mahesabu yoyote kubadili tafasiri endapo wewe wa nje utasikia sauti hiyo na wewe. Na hiki ndicho kilichotokea siku ile ya Pentekoste. Roho alisema na watu habari za kuwatia moyo, lakini watu wa nje wakasikia kwa lugha zao matendo makuu ya Yesu. Just imagine, mtu atakuwa anasema na Yesu kwamba Yesu nakupenda, wewe utasikia acha dhambi mpendwa. My God, my Lord. Vitu hivi ni halisi na ni vitamu sana. Natamani ukutane navyo so soon. Na kama utajenga imani yako baada ya kutazama video hii, basi jua itakuwa rahisi sana kupata sehemu ya kipawa hichi.
ama sehemu ya neema hii. Kuona kupitia masikio ni ushuhuda ambao mtu anaupata ndani yake automatic bila kuambiwa na sauti inayotokea nje ya masikio. That's why ukimuuliza maelezo zaidi anakuwa hajui, ila anachojua ni kwamba vitu vitatokea tu. Kuona huku ni kuona sauti ya ndani ambayo inakujuza vitu. Vinaweza kubadilika shapes, lakini unakuwa ushavijua hata vikijigeuza muonekano. Kwa nini sio kuona na macho? Ni kwa sababu vitu vya rohoni vinatumia lugha janja, labda niseme lugha janja. Ikiwa ni kwa macho, basi kitakuja plain, ila kwa masikio kitakuja kwa fumbo. Unaweza ukaona unazika mtoto wako wa kuzaa, kumbe ni mshirika wako anafariki. Labda tujaribu hivi. Unaweza ukaona unaua nyoka kazini, kumbe kuna mtu anaachishwa kazi huko muda huo. Ingekuwa kuona kwa macho, basi angekuwa nyoka kweli, ungemwona nyoka kweli, ila ni kwa masikio, kwa sababu ulipata picha isiyokuja kama ilivyo. Napata ugumu wa kukuelezea sababu natumia lugha ya mwilini kwa tafasiri lugha ya rohoni. But naamini kuna mtu anakuwa kiroho hapa, kuna mtu anakuwa kihuduma, hivyo ataweza kunielewa. Hata kama sio leo, basi baadaye atakumbuka fundisho hili. Ni sawasawa na ng'ombe. Ng'ombe akiwa anatoa sauti, wewe unamsikia analia ama anatoa sauti ya aina hii, lakini ng'ombe mwenzake hamsikia analia, anamsikia anaongea. Kwa hiyo ili umpambanue ng'ombe anasema nini, inabidi uingie kwenye ulimwengu wa ng'ombe, ndipo utaelewa lugha ya ng'ombe. Kwa hiyo ili uelewe ninachokizungumza, usinisikie kama nabweka ama kama nalia, lazima uingie katika ulimwengu wa roho, utaweza kunielewa kwa wepesi. Sauti hii ya ndani huwa ikisema neno moja tu, inahakikisha macho yakija kuona yanaamaki. That's why nabii anaweza kutabiri na kusema nimeonyeshwa kitu, lakini wakati wa kutimia kwa kile kitu hata na yeye mwenyewe akashangaa na kusema hey, kumbe ndo hichi. That's why ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29, Biblia inasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Unaona, huyu ni Yohana anamuona Yesu Kristo anakuja, akawashuhudia wanafunzi wake, akawaambia yule anayekuja ni mwana-kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Unaweza ukaona jamaa alimuona kabisa kwa macho na akathibitisha huyu ndiye. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 2 na 3, Biblia inasema naye Yohana aliposikia kwa gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? You see? Hapa anauliza kwamba ndiye au siye. Wengi wanadhani ni kwa sababu jamaa alipita mahali pagumu akiwa gerezani. Hapana, ni kwa sababu kuona kwa masikio hakutumii picha, hata kama unaitazama picha kwa macho yako. Yumkini aliona mwana-kondoo kweli, au sadaka, au aliona damu, au alimuona Yesu katika fomu ya mbingu. So ukija kufungua macho ya kawaida kuangalia Yesu katika mwili, lazima ujiulize, hivi ndiye huyu au siye huyu? Manabii wengi wakubwa unaona wanaanzisha vita, na vile vita vikija bado wanashangaa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna picha wanapata tofauti na hii unayojua wewe. Sasa ile picha mimi naiita kuona kwa masikio. Yaani kitu ni halisi, lakini katika fomu janja, tofauti na macho ya kawaida kuona kitu. Kuona kwa masikio ni uhakika wa kujua vitu bila jitihada za watu wa nje, bila jitihada ya mwalimu, kwa sababu imeandikwa kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 31 mpaka 34. Biblia inasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile niliposhika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli. Kumbuka neno Israeli lamaanisha mtu yeyote anayemwamini Mungu, aliyejitenga na namna ya dunia. Okay, tuendelee. Baada ya siku zile, asema Bwana, nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. You see? Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana, maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena.
Anasema hapata kuwa na uhitaji wa mtu wa nje kukufundisha. Why? Kwa sababu mafundisho yanayokupa kumjua Mungu hayatokani na sauti inayotoka nje ya masikio, bali sauti inayokuja ndani ya masikio. Kuona kwa masikio ni kusikia sauti ya Mungu inayoleta picha hadharani. Huenda watu wakatangulia kuiona, huenda watu wengine wakatangulia kuona uhalisia, lakini wewe ukabaki nyuma, licha ya kuwa ulishajua muda sana. So watu wanapokuja kukuambia kuna kitu kimetokea, unasema okay, nilikiona, nilishajua kitatokea. Okay, ngoja nikurudisha kwenye scriptures. Luka sura ya 2 mstari wa 25 mpaka 38. Ni parefu kidogo. Biblia inasema, na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho. Na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alimpokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Na babaye na mamaye walikuwa wakiyastaajabia hayo yaliyonenwa juu yake. Endelea. Simeoni akawabariki akamwambia Mariam mama yake, tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli, na kuwa ishara itakayonenwa. Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako, ili yafunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Okay, tuachane na Simeon, twende kwa nabii mke. Mstari wa 36. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanuel wa kabila ya Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya wanawali wake. Okay, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu, ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huyu alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. Why watu hawa ni muhimu macho yao kuona kama walishaona rohoni? Biblia inasema manabii hawa wawili, Simeon na Ana binti Fanuel, walikaa sana hekaluni wakisubiri kumuona Yesu. Spiritually walishajua Masia anakuja, mkombozi anakuja, lakini Mungu akawatunza wasife mpaka macho yao ya nyama yaone. Kwa nini watu hawa ni muhimu macho yao kuona kama walishaona rohoni? Ni kwa sababu tunaona kwa kusikia. Kumbuka niliwaambia usieleze vitu vyote unavyovifahamu, hata kama unavifahamu. Waeleze watu kwa mipaka. Na hapa nitakueleza kwa mipaka kwa sehemu tu. Pointi ya kwanza, kuwa mtulivu. Andika. Kuwa mtulivu. Ukiziba masikio na kuacha kusikia vitu vya nje, unaanza kuona vya ndani. Unawezaje kufanya hivyo? Ni kwa kuwa mtulivu tu. Mtu mwenye haraka katika kufanya vitu ni ngumu kubeba sehemu ya neema hii. Dunia ya leo inatumia silaha kubwa ambayo watu wengi hawaijui. Silaha hiyo ni ubize. Yaani kuwa na uharaka wa mambo. Watu hawajui kwamba ni mtego wa kuzuia utulivu. Ukikaa utasikia simu imeita, mara message imeingia, mara taarifa ya habari, mara miziki ya sherehe inapita, mara matangazo haya na yale. So kuanzia unapotoka nyumbani ulipolala huku redio inawaka, mpaka kwenye daladala, mpaka unafika kazini, na mpaka unarudi nyumbani, kichwa imejaa makelele ya kila hadhi na kila aina. Kuna wengine ofisi zao ni soundproof, lakini amini usiamini kwamba bado wanapata kelele za hadhi zao. Wanapata kelele katika mawazo, na kelele hizi zinawasumbua mpaka kichwa kinadunda namna hii. Ili uumbaji wa ustadi ufanyike, ili mlazimu roho kutulia. Na alitulia ili kusikia sauti ya mtamkaji mkuu, yani muumbaji. Kama roho ili afanye uumbaji wenye ustadi alitulia, kwa nini wewe usitulie rohoni? Chochote kinachokuzuia kutulia rohoni kinakuzuia uumbaji wa kiroho kufanyika kwako.
chochote kinachokuzuia kutulia, chochote kinachozuia utulivu, kinazuia uumbaji wa ustadi ndani ya maisha yako. Hakuna sauti ya ndani inayokuja kwenye maji yanayochemka. Kuna watu ni birika linalochemka makelele. Ukifungua kidogo unapulizwa kwa mvuke wa moto vibaya. Bora uache wakiwa wamefunga. Kwa nje wanaonekana kimya kama jagi la ita, ila ndani sasa marage yanarukaruka. Pointi ya pili, safisha mawazo. Hapa ndo pagumu sana, kwa sababu vitu vya kisasa vinaundwa kwa ajili ya kuganda kwenye akili. Tusi likitukanwa ukalisikia kwa masikio, linaganda kwenye akili yako mpaka unafika unapoenda bado linaendelea kuongea kwenye kichwa. Nyimbo za kizinzi zinapoimbwa zinaganda kichwani mpaka unafika na wewe unajikuta ile nyimbo bado inaimba na haibanduki kwenye kichwa chako. Sauti ya ndani inazuiwa kwa mawazo machafu. Mawazo yana tabia ya kulundikana sehemu moja mpaka kublock mishipa ya ufahamu. Safisha mawazo yako. Kuna watu wakifunga macho kuomba, humu kichwani mwao Chris Brown na Justin Bieber wanashindana kuimba. Kuna watu wakifunga macho kuomba, kichwani Futu inaendelea kucheza. Kuna watu mawazo yao yana kelele kuliko midomo yao. Mlundikano wa mawazo machafu kama hayo yanazuia nafsi yako kuomba. Kutokuomba kwa nafsi kunaleta ukomo juu ya sauti ya ndani. Yaani ndio kule kuona kwa masikio kunazuiwa, na hata kwa macho sio muda mrefu pia utapoteza. Ninakufundisha vitu vitakavyokusaidia kuweza kuona kwa masikio na baada ya kuona kwa masikio. Pointi ya tatu ni maisha baada ya kuona kwa masikio. Ukidhibiti hivyo vya kwanza nilivyokutajia, sauti inaweza kuja kwa mfumo wa picha. Sauti inaweza kuja kwa mfumo wa picha. Balaa linakuja baada ya wewe kusikia au kuona kupitia masikio. Je, utaweza kutunza hekima? Kuna watu ni wambea mpaka kwa shetani. Yaani si ajabu kumkuta amekaa na shetani anamsengenya Yesu. Yaani akipata maono ya mbinguni, chap, kawahi kujirikodi kutangaza hata kama hajaambiwa na Yesu. Sasa ili uwe na busara na hekima katika hili, kwanza unatakiwa kuzingatia mambo haya. Pointi A, kutunza na kuhifadhi sauti ama picha ya ndani. Angalia kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 11. Kumbuka hii ni pointi A. Tupo katika pointi kuu ya tatu. Na hapa tunaangalia pointi ndogo A, kutunza na kuhifadhi sauti ama picha ya ndani. Kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 11. Biblia inasema ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Huyu ni Yusufu. Wakati anaota ndoto aliielezea, ndugu zake wakamchukia, lakini baba yake akalihifadhi lile neno. Watu wasiohifadhi siku zote hawawezi kubebeshwa zaidi, hawawezi kukabidhiwa zaidi. Kama una mtu ambaye kila ukimpa kitu anapoteza, huwezi kumwongezea cha pili ikiwa cha kwanza ameshindwa kukitunza. Kadri anapotunza ndipo anavyozidi kuweka uaminifu, ndivyo anavyozidi kuongezewa zaidi. Kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 34 mpaka 38 kinatuonesha namna ya kutunza kile tunachokipata ndani ya masikio. Biblia inasema Mariam akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Okay? Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. You see? Mariam aliona kwa masikio, na ndio maana macho yake alisubiri kuona kwa hamu. Mimba inawezaje kubebwa na mtu aliyebikira? My God, my Lord. Pokea neema hii.
Take it in Jesus mighty name. Pointi ya kuzingatia katika andiko hilo, Biblia inasema malaika akaondoka zake, sio akapaa au akapotea. Tunajua malaika wanatokea, wanaapia na kudisapia, ama kushuka na kupaa, lakini hapa anasema akaondoka zake. Yumkini alikuja kama mtu, yumkini alikuja kama mjumbe wa kawaida. Haya ndiyo ya kuona kwa masikio, rafiki yangu. Ngoja nisizame sana huko ndani, kwa sababu muda hautotoshi kuendelea zaidi ya hapo. Twende kwenye point B. Hii ni 3B. Kuwa na uhakika na sauti ama picha ya ndani. Macho yana tabia ya kukuzuia. Usikubali picha ya macho ikazuia kilicho ndani yako. Wito wa Musa ni utoshelevu wa pointi hii. Musa alitumwa mahali asijue atatoboaje, lakini uhakika wa ndani ni kuwa atatoboa. Sauti hii huwa ikishaongea mara moja tu, wewe anza hatua, usisubiri picha. Kuwa na uhakika na sauti na ile picha ya ndani. Okay. Ukifungua macho ukaniona mhubiri, ukafunga macho ukaniona jambazi, amini ile picha unayoiona ukiwa umefunga macho zaidi kuliko ile picha unayoiona ukiwa umefungua macho. Okay, nisizame ndani sana. Pointi ya 4. Jifunze namna ya kutambua picha inayokuja kwa masikio. Kuna picha ndani ya mtu ambayo inajengwa na mawazo. Kuna picha ndani ya mtu ambayo inajengwa na vitu unavyovisikiliza sana. Kuna picha ndani ya mtu ambayo inajengwa na movies na mitandao ya kijamii sana. Kumbuka, Mungu huwa anasema kupitia kitu kilichotangulia ndani yako. Ulitanguliza miziki. Je, inaweza kutumiwa na Mungu kusema na wewe? Mungu huwa anatumia mifano ya baba, mama, mkono, mdomo, nzige na kadhalika. Hii ni kwa sababu hivi ndivyo vitu ambavyo vinatuzunguka sana na tunavyoweza kuvielewa kirahisi. Yaani akili yako itakuwa nyepesi kupambanua. Sasa kusikiliza mambo ya dunia kunazuia mifano hai ya Mungu kuongea na wewe. Kunazuia mifano ambayo Mungu anataka kuitumia kuongea na wewe. Sauti halisi au picha ya ndani inakuja na mambo haya, inakuja na alama au signs. Sauti ya ndani ama sauti halisi ama picha ya ndani ina uwezo wa kuzidi ufahamu wako. Inapokuja huwa inaongea kitu kipya kwako na kwa watakaosikia. Haifanyi kitu ambacho tayari kilikuwepo, inafanya kitu kipya. My friend, kwa hukumu huu natamani neema hii iwe juu yako. Natamani niombe kwa ajili yako. Nimetumia muda mchache, lakini ndani yake ni mgodi mkubwa ambao una kila aina ya mawe ya thamani. Kila mmoja kutumia kifaa anachotumia. Anza kuchimba. Anza kuchimba. Anza kuchimba. Anza kuchimba. Neema ya Mungu inaachiliwa juu yako. Neema ya Mungu inaachiliwa juu yako. Neema ya Mungu inaachiliwa juu yako. Chimba. Chimba. Hapo ulipo unaweza ukaanza kuomba. You can start to speak in tongues. Start now. Neema ya Mungu inaachiliwa. Kuna atmosphere ina change hapo ulipo. Kuna atmosphere ina change. Kuna dimension nyingine prophetically. Kuna neema, kuna mlango mwingine unafunguka. Namna ulivyokuwa ukifikiri inabadilika. Namna ulivyokuwa ukiwaza vinabadilika. 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 Kama mtumishi kijana, kama mtumishi mkongwe, kama mtu mgeni kwenye mambo ya roho, kuna neema inaachiliwa juu yako. Anza kuomba, usizubae. 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 Hii video ni kwa ajili yako. Watu wametoa sadaka kuwezesha video hii kukujia. Kuna watu wametoa michango yao kuwezesha video hii kukufikia. Hivyo video hii haiwezi kupotea bure. Kuna nguvu ya Mungu inaambatana na video hii. Hata kama uoni picha, lakini kwa sauti hii tu kuna kitu kinafunguka ndani yako. Kuna jiwe linaachia hayo masikio ya kiroho, hayo masikio yenye kubeba picha ya ndani. Ule uchafu ulioganda kama nta kwenye hayo masikio ya ndani, kuna moto wa Mungu unaachiliwa. Kuna moto wa Mungu, damu ya Yesu ina flash huu uchafu, na kuanzia leo
Maono yataanza kuja waziwazi. Hautaota ndoto na kuona watu kama vivuli, utaona picha halisi. In Jesus mighty name. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Continue to pray. Endelea kuomba. Pray. Endelea kuomba. Usisikie sauti za nje. Usisikie sauti za watu wanaokusemesha. Usisikie sauti za magari. Sikia sauti yako ya ndani, utulivu wa ndani. Kuna uumbaji mpya unafanyika. Kuna level fulani ulikuwa uwezi kufika, level za kuona maono, lakini baada ya video hii na kuanzia saa hii, dakika hii, sekunde hii, hiyo neema ya Mungu inaachiliwa juu yako, inaachiliwa juu yako, inaachiliwa juu yako in Jesus mighty name. Neno linasema Mungu akafungua akili zao wakaelewa na maandiko, wakaelewa na maandiko. Kuna uwezo wa Mungu unakufungua akili, unaanza kuelewa maandiko. Ulikuwa unasoma Biblia kawaida tu, lakini macho yako yanafunguka, unaanza kuona upande wa pili wa maandiko, unaanza kuona upande wa pili wa nguvu za Mungu. Biblia inasema, je, hampotei kwa sababu mnajui maandiko la uwezo wa Mungu? Ule uwezo wa Mungu unaoambatana na maandiko, ule uwezo wa Injili unaoleta wokovu, unaachiliwa kupitia simu yako, kupitia kifaa unachotumia kusikiliza sauti hii na kutazama video in Jesus mighty name. Hakuna umbali kwenye ulimwengu wa roho. Ninapisha kila miungu, kila mizimu ya ukoo iliyodumaza akili na ufahamu wa roho, mtu wa ndani akazimishwa ili usiweze kusikia kwenye dimension ya kiungu. Wamekufungulia akili yako ili usikie kwenye dimension ya kipepo, kwenye dimension ya giza. Kuanzia sasa unahamishwa, unaingia kwenye tafasiri ya kiroho katika ulimwengu wa nuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hatutaweka matangazo, hatutaweka chochote. Endelea kuomba. Pray. Endelea kuomba, endelea kuomba. Hatutaweka kikwazo chochote cha kukuzuia kuomba. Natamani uzame zaidi katika ulimwengu wa kiroho. Natamani uzame zaidi katika ulimwengu wa kiroho. Hapo ulipo, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kamata masikio yako yafungue katika ulimwengu wa roho. Ita picha ya waziwazi, ita picha ya waziwazi, ita picha ya waziwazi, ita vision ya waziwazi. Biblia inasema sio manabii tu watakao kuwa na uwezo wa kuona. Biblia inasema Mungu atamimina roho yake juu ya wote wenye mwili. Kila mwenye mwili atapata uwezo, na kama umezaliwa katika roho, macho yako ni dhahiri, masikio yako ni dhahiri. Wewe sio mlemavu. Haukuzaliwa katika wokovu ukiwa njiti, haukuzaliwa ukiwa mlemavu, haukuzaliwa ukiwa umepooza. Macho yako ni mazima. Ninayafungua kwa damu ya mwana kondoo, ninayafungua kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Upako wa kifalme uachiliwe, upako wa kifalme uachiliwe juu yako, upako wa kifalme uachiliwe juu yako hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mikono ianze kucheza, kwa maana karama ya matendo ya miujiza imeachiliwa juu yako, karama ya uponyaji imeachiliwa juu yako. Utakachokishika kitakufa tena. Neema ya kuisha inaambatana na mikono yako. Ufahamu wako hautaviona vitu kama vilivyo tena, utaona vitu kwa namna ya ndani, kwa namna ya ndani. Hautaona vitu kama jinsi vinavyokuja, utaona vitu kwa uhalisia wake, hata kama vinakuja kama illusion, kama mazingaumbwe. Utapokea neema ya macho yenye miale ya moto inayochoma na kuona uhalisia katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, pray. Endelea kuomba, pray. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Unaweza ukaimute simu yako, unaweza ukaizima simu yako ili upate nafasi ya kuendelea kuomba. Unaweza ukabonyeza button ya pembeni ya simu yako kuizima ili uendelee kuomba, kwa maana video yetu inaishia hapa, lakini nataka uendelee kwenye hali hiyo ya uwepo wa Mungu, kwenye hali hiyo, kwenye atmosphere hiyo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mute simu yako, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Maelezo ya kunipata na kuzidi kuomba pamoja nami yameendelea kupita katika video yako. Ukishatoka kwenye maombi, utaiangalia video hii tena ili upate maelezo, ili tuombe pamoja. Tunaomba pamoja kila siku saa 7:30 usiku mpaka saa 8 kila siku. Hivyo maelezo yataendelea kupita, nao ninataka uendelee kuomba. Ninaikatisha video hii, lakini endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Sema kwa lugha kwa muda mrefu, nena kwa lugha kwa muda mrefu. Neema ya Mungu inabadili hiyo lugha. Watu hawatasikia ukisema maneno yasiyojulikana, bali watakusikia ukisema na maisha yao, ukitabiri kuhusu wao katika jina la Yesu Kristo. Pray.
endelea kuomba, pray, endelea kuomba. Kwa huruma